Hili ni eneo la tatu ambalo unaweza kuamua kuwekeza kwenye maisha yako. Katika eneo hili kuna maeneo matatu makubwa unaweza kuamua kuanza nayo. Moja ni kununua hisa za makampuni au mifuko ya pamoja au hati fungani, yani shares, mutual and hedge funds au bonds. Eneo la kwanza ni kununua hisa za makampuni, yani company shares, ili kupata faida ya aina mbili. Ya kwanza ni ongezeko la thamani kwa maana ya capital gain, ama gawio la faida, yani dividend, baada ya kampuni kupata faida. Kwenye biashara hii kuna uwekezaji wa aina mbili: wawekezaji wa muda mfupi na wale wa muda mrefu. Wawekezaji wa muda mfupi wanawekeza wakiwa na lengo la kupata faida na kuondoa uwekezaji wao katika vipindi vifupi. Hawa huwa watulii na hisa ya kampuni moja, hubadilisha kutoka kampuni moja kwenda kampuni nyingine. Mara nyingi huwekeza kwa kuangalia mtazamo wao kuhusu bei ya kampuni. Wakiamini ya kwamba bei ya hisa ya kampuni fulani inapanda hivi karibuni, huinunua, na wakiamini ya kwamba bei ya hisa ya kampuni walionayo itashuka karibuni, huuza haraka kukwepa hasara hiyo. Hivyo unaweza kusema kuwa hawa huangalia sana aina ile ya kwanza ya faida katika biashara ya hisa, yani ongezeko la thamani, capital gain. Ili uwe mwekezaji wa namna hii, unapaswa kuwa na ujuzi mkubwa sana wa masuala ya hisa, yani specialized knowledge. Lakini pia uwe na nafasi ya kufuatilia masuala ya soko la hisa kwa ukaribu. Lakini pia unapaswa kujua aina ya taarifa zinazoweza kuathiri bei ya hisa za kampuni uliyowekeza ili kuzifuatilia. Wawekezaji wengine ni wale wenye mtazamo wa muda mrefu kidogo. Hawa huwa wana papara ya kuuza na kununua hisa mara kwa mara. Mara nyingi hawa huwekeza kisekta. Kitu cha kwanza wanachokifanya huwa ni kuwa na mtazamo wa muda mrefu wa sekta na kuona ni sekta zipi katika uchumi ambazo zinategemewa kufanya vizuri katika kipindi kirefu kijacho. Kisha huchagua makampuni katika sekta hizo yanayotegemewa kufanya vizuri kuliko mengine. Kisha huangalia bei za hisa za kampuni hizo, na wakiridhika kuwa bei hizo mahali pazuri, hufanya maamuzi ya kununua. Wawekezaji hawa baada ya kufanya maamuzi yao, huangalia hali ya soko na uchumi kuona kama kuna mabadiliko katika mtazamo wao kiuchumi na sekta na kampuni walizochagua. Kama kuna mabadiliko, hufanya mabadiliko katika uwekezaji wao, ila kama hakuna, haijalishi mabadiliko yatakayokuwa yametokea katika bei za hisa, hawa hawatafanya mabadiliko ya kiuwekezaji. Mara nyingi wawekezaji hawa hutazama faida zote mbili za uwekezaji, yani ongezeko la thamani na gawio la faida. Kabla hujaingia kwenye uwekezaji huu, jiulize unataka kuwa mwekezaji wa namna gani? Na jambo lilo zuri ni kwamba kuna wataalamu wengi sana katika soko letu la hisa kuweza kukusaidia. Pengine pia unaweza kuamua kununua hati fungani, yani bonds, ambazo hizi kiufupi ni kama mkopo unaotoa kifedha, na ukirudishiwa basi unarudishiwa na faida fulani. Ni kama wewe ambavyo unaweza kwenda kukopa benki, na unaporudisha pesa yao unairudisha na faida kidogo. Kuna hati fungani za aina mbili: zile zinazouzwa na makampuni binafsi na zile zinazouzwa na serikali. Hati fungani za kampuni binafsi hutolewa mara chache, na kwa sasa zipo ambazo zinauzwa na kununuliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, yani DSE. Hati fungani za serikali hufanywa mnada kila siku ya Jumatano kupitia Benki Kuu na kuuzwa na kununuliwa kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Hati fungani za serikali unazoweza kununua zinaanzia miezi 3 mpaka miaka 20 kulingana na mpango wako wa uwekezaji. Sehemu nyingine ni kwenye mifuko ya pamoja, yani mutual fund and hedge fund. Kuna taasisi ambazo zimesajiliwa kwa ajili ya kuwekeza kwa niaba yako katika maeneo mbalimbali wanayoyachagua. Mara nyingi makampuni haya huigawa pesa wanayowapa katika kununua hisa za makampuni, na sehemu nyingine ununua hati fungani. Uzuri ni kuwa katika makampuni haya kuna wataalamu ambao wanafuatilia masoko haya kwa karibu, hivyo wanajua sehemu nzuri zaidi za kuwekeza kuliko ukiamua kufanya mwenyewe. Mifuko ya pamoja ambayo inauzwa kwa umma huitwa mutual funds, na ambayo hutolewa kwa wawekezaji binafsi huitwa hedge funds. Uzuri ni kwamba aina zote hizi mbili kwa sasa zinapatikana katika soko la Tanzania. Ukiamua kuwekeza kwenye eneo hili, faida mojawapo ni kuwa unaweza kuwekeza ukiwa unaendelea na shughuli zako. Hapa haikulazimu kusimamia kama unavyosimamia duka. Unaweka hela zako na unaacha ziendelee kukua. Na kwa sasa kupitia maendeleo ya teknolojia imesaidia sana
kwani hakuna ulazima wa kwenda katika ofisi zinazohusika na uwekezaji wa namna hii. Mambo mengi unaweza kuyapata kupitia mtandao. Kuwekeza kwenye hisa inakupunguzia muda wa kujenga kampuni yako hadi itengeneze faida. Kumbuka kuwa unapowekeza kwenye hisa ni sawa na wewe kununua sehemu ya kampuni hiyo. Kwa maneno mengine, badala ya kusubiri uijenge kampuni yako hadi iwe kubwa na kukutengenezea faida kubwa, unaweza kuamua kutengeneza faida kwa kuwekeza katika makampuni ya watu wengine kwa kununua umiliki au sehemu ya kampuni yao, yani hisa. Ni muhimu pia kujua kwamba kuna uwezekano wa kampuni kupata hasara na kufilisika, lakini makampuni mengi yaliyosajiliwa kwenye mfumo wa kuuza hisa sokoni yamepitia mchakato mkubwa sana, na hivyo mengi ya makampuni hayo yana nafasi ndogo sana ya kufilisika kabisa. Pia uwekezaji kwenye hati fungani ni wa uhakika sana, hasa kama unawekeza katika hati fungani za serikali ambazo hutolewa kila wiki. Nafasi ya serikali kufilisika, kushindwa kulipa mikopo yake ni ndogo sana. Hivyo hapo unakuwa na uhakika mkubwa zaidi wa kulipwa na kupata faida kuliko biashara nyingine. Uwekezaji kwenye mifuko ya pamoja unakuondolea ulazima wa wewe kuwa mtaalamu wa masuala ya hisa na hati fungani, kwani makampuni yanayofanya hivyo huwa yamewekeza kwa kuwa na wataalamu wa kufuatilia masoko na hali ya uchumi. Changamoto ya kwanza utakayokutana nayo kama umeamua kuwekeza katika hisa za makampuni ni kuwa na uwezo wa kufuatilia kujua mafanikio yake sokoni. Hii inaanzia pale unapopata kuwekeza na hata baada ya kuwekeza. Maalum kama umeamua kuwekeza kwa ajili ya kuuza thamani inapoongezeka, yani unamtazama wa muda mrefu, lazima uwe kila wakati unafuatilia ili ujue wakati gani ni sahihi kuuza ama kununua hisa zako. Pia ni muhimu kujua kuwa unaweza kununua hisa kwa matumaini ya kuona zikipanda bei, lakini kutokana na sababu mbalimbali zinazoendelea, thamani yake ikashuka kila siku na mwishoni usitengeneze faida kama ambavyo ulitarajia. Katika mazingira haya unaweza kujikuta aidha unauza hisa zako kwa hasara ama inakubidi usubiri muda mrefu sana kabla hazijapanda tena. Kwa upande mwingine, uwekezaji kwenye mifuko ya pamoja ama kuwekeza kwenye hisa kwa mtazamo wa muda mrefu ni lazima uwe mvumilivu wa kusubiria kwa muda mrefu kabla hujaona faida unayoitafuta. Watu wengi sana huwa wanakata tamaa baada ya muda mfupi. Kama unataka kuwekeza ili kupata faida katika eneo hili, ni lazima uwe tayari kuwekeza kwa uendelevu kwa muda mrefu bila kuchoka.